Wakazi wilayani Kongwa mkoani Dodoma wamekishauri Chama cha Mapinduzi katika uteuzi wa wagombea kuwaletea kiongozi ngazi ya mbunge atakayekuwa na hofu ya Mungu na mwenye kuwajali watu. Wakiongea zaidi, wakazi hao katika mtaa wa Ugogoni wilayani humo wamesema. Helena Mwanjila Leonard ni mzaliwa wa Kongwa, ni mkazi wa Kongwa. Watu wengi wanachukua fomu kuomba uongozi. Mimi naomba kwa maoni yangu kiongozi anayekuja awe mwenye hofu ya Mungu, anayewajali watu, anayewajali vijana, walemavu na vitu kama hivyo. Kwa sababu usikimbilie tu kiongozi ili upate hela, upate ajira nini. Tunahitaji kiongozi wa namna hiyo, ambaye anajua ninafanya nini, ninamtumikia nani. Sio tumtumikie yeye, anayewatumikia watu na kuwajali watu. Na kuheshimu pia kumhofu Mungu. Wateue watu wa namna hiyo, wanaojali watu, wenye hofu ya Mungu, wanaopenda maendeleo. Sio kujipenda yeye na familia yake au yeye mwenyewe binafsi. Devota Samora Mshanga. Moja ya sifa ambazo tunaamini kwamba mbunge wa jimbo la Kongwa anatakiwa kuwa nazo, kwanza, kitu cha kwanza inabidi awe ni mtu ambaye ni wa watu. Kuwa na utu pamoja na wale wananchi ambao anawaongoza, kwa maana kwamba awe ni mtu ambaye mtu anaweza kumapproach kwa haraka zaidi. Tusiwe na mazingira ya dictatorship wala command. Lakini pia inabidi ajue changamoto mbalimbali ambazo zipo katika jimbo lake. Kwa sababu usipojua changamoto, maana yake hutaweza kujua kuna shida gani kwenye jimbo, na mwisho wa siku hutajua unaanzia wapi, unaenda wapi na umetokea wapi. Kwa majina naitwa Maria Donati Masanja. Mimi ni mkazi wa Kongwa, ingawa sio mzaliwa, lakini nimekuja nimekaa miaka mingi hapa. Kwa hiyo kiongozi tunaomtaka ambaye hata atakayeteuliwa pia aangalie maendeleo yapi, hasa upande wa elimu, afya. Kwa sababu sana sasa hivi ukiangalia kwenye afya, watu unaweza kaenda hospitalini ukakaa hata masaa mawili, hamna mtu anayefanyaje, anayeangalia huyu mgonjwa au vipi. Kwa hiyo ajali sana kuangalia watu upande wa elimu na afya. Na pia aangalie wale wenye mahitaji maalum. Kuna watu wana mahitaji maalum, aangalie, asijiangalie na familia yake tu, ajali mambo yangu basi. Kwa sababu watu wanakuja kuomba kula kweli, anaomba vizuri, lakini akishaanza akishapata uongozi kule bungeni, hana habari na wananchi wake. Haweki hata mikutano kusema jamani nihamasishe hivi. Hata upande wa kilimo, basi hao hata maafisa kilimo hao wanaochaguliwa, kwa nini wasio wanaweka hata mikutano kuambia wananchi jamani kilimo kinataka kiende hivi na hivi. Alafu tunahitaji hata tupewe, kuna mikoa mingine kuna mbegu za ruzuku. Mbona huku wilaya yetu hatuna mbegu za ruzuku zile? Wananchi wanatamani kulima kilimo cha sasa hivi yani cha maendeleo mazuri. John Israeli, Banda Media, Dodoma, Tanzania.